أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani popote mlipo. Ndugu watazamaji, ndugu Waislamu, hii leo ni siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 3 2025, sawa na mwezi 27 wa mwezi mtukufu wa Ramadhani katika mwaka wa 1446 Hijria. La pili ni kuwa leo ni siku ya Ijumaa ya mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ijumaa inayofuatia, Mwenyezi Mungu akitupa uhai, tutakuwa katika mwezi wa Shawwal. Taarifa muhimu ni kwamba napenda wanamizani wote tufahamu leo ni siku ya kimataifa ya kuonyesha mshikamano na Wafalastini. Shughuli hii imekuwa ikifanyika kote ulimwenguni kwa miaka mingi sana, takriban miaka 35 iliyopita, na imekuwa ikifanyika katika nchi mbalimbali. Zaidi ya nchi 50 hii leo siku ya Ijumaa wamekuwa wakipita barabarani kwa ajili ya kuonyesha mshikamano, kulaani uzayuni, kulaani mauaji yanayopitika katika Falastini, na kuwalaani wote wanaoshiriki kwa njia moja ama nyingine katika kuwaua Wafalastini kwa nia ya kutaka kukimaliza kizazi cha Falastini na kudhulumu ardhi yao. Lakini kabla hatujaendelea mbele, ningependa nitoe historia fupi kuhusu masuala yanayohusiana na Falastini. Kwanza nianze kwa maelezo machache ambayo nitakutaka msikilizaji univumilie ili kusudi tuweze kwenda sawa kwa yale ninayokusudia kuyasema. Katika Qur'ani tukufu sura ya 47, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema: ha antum haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhalu wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Mwenyezi Mungu anasema katika aya hii kwamba angalieni, ninyi mnaitwa mtumikie ama mtoe mlivyo navyo katika njia ya Mwenyezi Mungu. Faminkum man yabkhal, wapo miongoni mwenu ambao wanafanya ubakhili, hawataki kutoa, si kwa sababu hawana wanacho, lakini wanafanya ubakhili. Na Mwenyezi Mungu anawajibu wale ambao wanatakiwa kutoa lakini hawatoi, wanafanya ubakhili, akisema wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi, na yule ambaye anafanya ubakhili hataki kutoa ili hali anacho, kufanya hivyo anajifanyia ubakhili huo kwa nafsi yake yeye mwenyewe, kwa sababu ni yeye atakayekosa fadhila na thawabu za kutoa ambazo Mwenyezi Mungu angempa. Wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara, Mwenyezi Mungu ni mkwasi, ni tajiri, hahitaji. Wa antumul fuqara, na nyinyi ni maskini, hamna chochote. Wa in tatawallaw, na kama mtakengeuka, yastabdilu qauman ghayrakum, Mwenyezi Mungu atakubadilisheni kwa kuleta watu wengine, kaumu ya watu wengine msiokuwa nyinyi. Thumma la yakunu amthalakum, kisha watu hao hawatokuwa mfano wenu nyinyi, hawatokuwa Waarabu kama mlivyo nyinyi. Siku ambayo Bwana Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam aliposoma aya hii, alikuwa amekaa katika jalsa pamoja na masahaba zake. Masahaba wakamuuliza Mtume katika aya nzima hii, lakini wao waliuliza kwenye kile kipengele ambapo Qur'ani inasema wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum, ikiwa mtakengeuka, mtayapuuza, mtaacha kuyafuata mafundisho ya Uislamu mnayotakiwa kutoa fi sabilillah, Mwenyezi Mungu ataleta watu wengine msiokuwa nyinyi. Mwenyezi Mungu hana umaskini wa watu. Kisha masahaba wakasema, anasema mwandishi kwamba qala nasu min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam ya Rasulullah, masahaba waliokuwa pamoja na Mtume wakamuuliza, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, man haulai alladhina dhakara Allahu in tawallayna stubdilu bina thumma la yakunu amthalana. Mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ni watu gani hao
ambao Mwenyezi Mungu anasema sisi tukiwa tutakengeuka, hatukufuata hii miongozo, hatukutoa, Mwenyezi Mungu atatubadilisha sisi kwa kuwafanya watu wengine wafanye kazi ambayo Mwenyezi Mungu anayoitaka. Thumma la yakunu amthalana, na wala watu hao hawawi kama mfano wetu sisi, hawawi kama tulivyo Waarabu. Wakana Salmanu bijanbi Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakati huo Salman Farisi alikuwa pembezoni, ubavuni kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qal, akasema, fadaraba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fakhidha Salmana, Bwana Mtume kwa mkono wake akampiga katika paja lake Salman al-Farisi, kisha akasema, hadha wa qaumuhu, ni huyu Salman na kaumu yake. Kisha akasema, fawalladhi nafsi biyadihi, Bwana Mtume akaapa kwamba, na kuapieni kwa yule ambaye nafsi yangu i mikononi mwake, walau kana dinu inda thuraya, hata kama dini hii ingekuwa iko katika nyota za kilimia, ambazo wataalamu wa zamani walikuwa wakijua majira kwa kuzitazama nyota hizo mbinguni, kama tunavyosema sisi, kwa kuzitazama tukiwa chini tunaona ziko juu. Latanawaluhu rijalu min alfurs, basi kama imani ingekuwa huko juu ambako tunaziona nyota za kilimia, basi ambao wangeipata imani hiyo ni watu wa Uajemi, ni watu wa Iran. Haya maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nini nimetoa mfano huo? Nimesema hivyo kwa sababu kadhia kubwa kuliko yote inayowakabili Waislamu katika ulimwengu wa sasa ni kadhia ya tahriru Palestina, tahriru al-Quds wa tahriru Baitullahi al-Haram, Masjidul Aqsa. Kwanza ni ukombozi wa taifa la Palestina, lakini vile vile kukomboa msikiti mtukufu wa Al-Aqsa. Hili ndio jambo kubwa kuliko yote. Kwa nini ni kubwa kuliko yote? Wakati tumeambiwa katika Qur'an, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan, ametakasika Mwenyezi Mungu ambaye alimtoa mja wake kwa usiku mmoja tu kutoka msikiti mtakatifu wa Maka mpaka Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa maana yake msikiti wa mbali, maana yake ni msikiti wa Jerusalem, unaitwa Masjidul Aqsa. Na katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kwamba msikiti huu wa Baitul Muqaddas, yani Masjidul Aqsa, ni moja katika misikiti mitatu ambayo ni misikiti bora zaidi kuliko misikiti mingine yoyote ya Waislamu, ukitanguliwa na msikiti wa Maka, na kisha msikiti wa Bwana Mtume sallallahu wasallamu alayhi, na kisha Masjidul Aqsa, na kisha msikiti wa Jerusalem. Na ni misikiti hiyo mitatu ambayo Waislamu wana uwezo na wameamriwa, ni sunna kwao kusafiri kutoka mahala walipo kwa ajili ya kwenda kuswali ndani ya hiyo misikiti. Unaweza kusafiri kutoka hapa kwenda Jerusalem kwa ajili ya kuswali ndani ya Masjidil Aqsa, lakini haiwezekani kwa sasa kwa sababu msikiti uko chini ya Mazayuni. Juzi tarehe 26 kuamkia 27, kwa sababu wao pale Palestina wako mbele yetu kwa siku moja kama ilivyo Maka, walikuwa Waislamu wamo ndani ya msikiti ule. Mazayuni walipeleka majeshi kuwasambaratisha, kuwapiga kwa mabomu ya kutoa machozi. Watu wamekaa msikitini, hawana uhuru, hawana amani, wanazuiliwa wasiingie ndani ya msikiti, na wao wanataka kufanya ibada zao. Hii ndio hali iliyopo katika Masjid al-Aqsa, na hakuna Waislamu ambao wanajihusisha na jambo hilo. Nataka niseme hivyo kwa sababu jukumu ambalo wanalo Waislamu na hasa viongozi wa mataifa ya Kiislamu, hakuna linalozidi ukombozi wa Masjidul Aqsa, hakuna linalozidi ukombozi wa Palestina. Lakini hakuna taifa hata moja la Kiarabu ambalo limeshawahi kutoa sauti yake katika kuamrisha na kutoa nguvu zake na mali zake na majeshi yake kwa ajili ya ukombozi wa Palestina. Hali ilikuwa hivyo, wa Palestina wakabaki kuwa watu waliosahaulika. Miaka imepita kwa kiwango kwamba baadhi ya Waislamu hawajui kama kuna swala hilo, na swala hilo linawahusu Waislamu. Leo vita vimepiganwa kwa muda wa miezi 15. Waislamu zaidi ya 60,000 wamekufa, lakini hakuna viongozi wa Kiislamu ambao wamekuwa wakizungumzia masala haya ndani ya misikiti. Hutuba za Ijumaa zimehusiana peke yake na masala ya udhu, masala ya kutoa sadaka, masala ya uchaguzi
wanani atakuwa kiongozi baadaye katika mwaka huu tutakapoingia kwenye uchaguzi, na vikao vya kufanya dua na hutuba za Ijumaa zinazungumzia masuala hayo, ili hali masala hayo hayana kizuizi cha kuyazungumza na hayana mipaka. Tunaweza kuzungumzia masala ya uchaguzi utakapofika. Tunaweza kuzungumzia masala ya Palestina hata dakika 5 tu ndani ya msikiti siku ya Ijumaa. Waislamu wamekusanyika wapate kuelewa nini kinachoendelea, Waislamu wangapi wanakufa. Man lam yahtamu bi umuri almuslimin falaysa bi muslimi. Mtu ambaye jambo linalowahusu Waislamu wenziwe, madhila yanayowakuta Waislamu wenziwe, mauaji yanayouliwa Waislamu wenziwe, yeye hana habari nayo, yeye anajali tumbo lake tu, basi mtu huyu si katika Waislamu. Imekwenda hali hiyo mpaka mwaka 1979. Nini kilichotokea? Mwaka 1979 katika nchi ya Uajemi kule Iran, utawala wa Muhammad Reza Pahlavi, Shah wa Iran, mfalme wa Iran, aliangushwa kwa maandamano ya Waislamu ambao waliomkomalia mpaka akahakikisha kwamba anaondoka katika utawala ule. Badala yake akakaribishwa Imam Ayatollah Khomeini. Imam Khomeini alipofika Iran, aliwapa fursa wa Iran wapige kura ya maoni aina gani ya serikali ambayo wanaitaka. Watu wakaingia katika shughuli hiyo, wakapiga kura, wakaamua kwamba wanataka serikali inayoendeshwa kwa mfumo wa dini tukufu ya Kiislamu. Ikatengenezwa katiba, ikafanyika uchaguzi. Ndani ya muundo wa serikali hii kuna bunge ambayo ni majlis, kuna serikali na kuna sheria, kuna mahakama. Rais na baraza lake la mawaziri, mkuu wa bunge pamoja na bunge lake, kuna kiongozi mkuu wa kidini wa Kiislamu ambaye masala yote yatakayojadiliwa au kutaka kutendwa na serikali lazima yapate kibali kutoka kwake. Kwa hiyo yeye ni mtawala anayetawala serikali na anayeitawala bunge. Watakapopitisha maamuzi bungeni au serikalini, watayapeleka kwa kiongozi wa kidini ili kuyatazama kama mambo yale walioyaamua au wanayotaka kuyatekeleza yanaendana na Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad na maimamu watukufu ambao Waislamu wote tunawafuata. Huu ndio mfumo unaoendesha serikali ile. Alipofika Imam Khomeini Tehran na kupata mamlaka ya kuongoza dola ya Kiislamu, kitu cha kwanza alichofanya ilikuwa ni kufunga ubalozi wa Israel ambao ulikuwepo pale Iran. Baada ya kufunga ubalozi ule, kwenye nyumba ile ile, kwenye makazi yale yale waliokuwa wanafanyia uchafu wao Mayahudi, akafungua ndani yake ubalozi wa Palestina. Akawafukuza Mayahudi katika ardhi ya Iran na akawakaribisha wa Palestina, na hapo basi harakati za ukombozi wa Palestina ndipo zilipoanza. Tunawashukuru sana viongozi wa Uajemi ambao kwa muda wa miaka takriban 40 wamekuwa wakifanya kampeni kote ulimwenguni kuwafanya Waislamu na wapenda haki duniani na wote wanaokataa maovu na ukoloni kuwatambua wa Palestina na haki zao, na kuingia katika manunguniko na kulia pamoja nao kwa maumivu wanayoyapata na mateso wanayopata kutokana na Mayahudi wakisaidiwa na adui mkubwa wa Uislamu, Marekani na Uingereza. Ni kuanzia wakati ule ikatangazwa kwamba Ijumaa ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani iwe ni siku ambayo Waislamu watajumuika kwa njia mbalimbali, watakaofanya mihadhara, watakaotoa hutuba katika misikiti yao, watakaoandamana mahala popote waweze kuandamana kukumbusha kwamba swala la Palestina ni swala la kibinadamu. Mtu yoyote mwenye ubinadamu hawezi kuridhika kuona mtu anauliwa, ananyang'anywa nyumba yake, watoto zake wanauliwa, anafukuzwa katika nchi yake. Mtu mwenye ubinadamu hata kidogo hawezi kukubali mambo hayo. Mtu Muislamu hawezi kukubali kuona Muislamu mwenziwe au hata asiyekuwa Muislamu, almuhimu ni binadamu, anauliwa, ananyang'anywa haki yake mbele ya macho ya mtu yote yule aliye na ubinadamu. Hadi sasa tunapozungumza, zaidi ya mataifa 50 yanaadhimisha siku ya leo kote duniani. Hapa tunapozungumza dunia nzima inarindima swala la Palestina, kila mtu akiutaka Umoja wa Mataifa, akiitaka Marekani, akiitaka Israeli kukomesha mauaji yanayofanywa katika ardhi ya Palestina. Hii ndio historia ya namna siku ya kumbukumbu ya kuungana na Wafalastini ilivyokuja. Sasa basi, taarifa tulizokuwa nazo hii leo kuhusu masuala hayo ni kwamba Iran, Lebanon, Iraq na Yemen toka jana siku ya Alhamisi
tarehe 27 Machi zimekuwa na luteka, mazoezi ya kujiweka imara kivita kwa kutumia meli zaidi ya 1000 baharini kwa ajili ya kujiandaa na kuonyesha mshikamano na Wafalastini ili kuingia kwenye mapambano ya njia ya kuitaka kuikomboa Falastini. Hizi ndizo taarifa muhimu sana ambazo zimetokea katika ulimwengu wa Kiislamu hivi leo, na haya ndio yanayokuja katika taarifa tulionayo hii leo. Vikosi vya baharini vya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu pamoja na vikosi kutoka Lebanoni, Iraq na Yemen vinafanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya majini katika maonyesho ya nguvu dhidi ya Israel na kutangaza mshikamano na Wafalastini wa Gaza ambao wanateswa na kuuliwa pasipokuwa na sababu yoyote. Mazoezi hayo yalianza siku ya Alhamisi Machi 27 katika maji ya Ghuba ya Uajemi, eneo la pwani la Makran na bahari ya Caspian. Yanafanyika sambamba na maandalizi makubwa ya Iran ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya Quds inayoadhimishwa hii leo kote duniani, ambayo hufanyika kila mwaka mnamo siku ya Ijumaa ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Luteka hiyo inajumuisha manuari na meli mbalimbali za Iran, ikiwa ni pamoja na meli za kubeba ndege zisizo na rubani ya Shahid Bakri, manuari ya Shahid Rais Ali Delvari na boti za mwendokasi za jeshi la wanamaji la Iran IRGC pamoja na vitengo vya kiraia vya baharini. Admeli Alireza Tangsiri, kamanda wa kikosi cha wanamaji cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC, amesema takriban meli 3000 nzito na nyepesi zinashiriki katika maneva hayo ya kijeshi. Ameeleza bayana kuwa hatutaelekeza tu vita vyetu katika nchi kavu. Enyi Wazayuni mnaoua watoto, tuko tayari baharini na hamtakuwa na njia ya kutoroka. Amesema mazoezi hayo ya kijeshi yanalenga hasa kuonyesha uwezo wa baharini na mrengo wa mukawama wa kufikisha ujumbe kwa utawala katili dhalim wa Israel. Tangsiri amesema jeshi la wanamaji la IRGC linafuata miongozo ya kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei na litageuza bahari kuwa jahannam kwa Wazayuni na kuifuta Israel katika uso wa dunia. Kwingineko, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Ujerumani Deutsche Welle imeripoti leo Ijumaa Machi 28 sawa na mwezi 27 mwezi wa Ramadhani 1446 Hijria, majira ya saa 8 mchana kwa saa za Afrika Mashariki, kuwa maelfu ya waandamanaji wameingia barabarani katika mitaa ya mji mkuu wa Iran, Tehran, na hii kuonyesha uungaji mkono wao kwa Wafalastini. Vyombo vingine vya habari na hasa vile vya Iran vinaonyesha kwamba nchi ya Iran yote kwa ujumla wake, mikoa yake kwa ujumla, mamilioni ya watu wamejitokeza barabarani katika kuonyesha mshikamano na Falastini, huku dalili hiyo ikionyesha kuwa uongozi wa Iran unakubalika kutokana na wananchi wa nchi hiyo kuunga na kuitikia mwito wa viongozi wa kuandamana kuonyesha mshikamano na Wafalastini. Maandamano ya kuiunga mkono Falastini yamekuwa yakifanyika kila wakati nchini Iran tangu kuanza kwa vita vya Mashariki ya Kati Oktoba 23. Maandamano hayo yamefanyika huku kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei akiwataka watu wa Iran kuandamana dhidi ya njama na hila za maadui. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP ni kwamba umati wa watu walipeperusha bendera za Irani na Falastini pamoja na zile za wanamvuvumko wa Lebanon Hezbollah, wakiwa na mabango yanayolaani Marekani na yanalaani pia ukatili wa Israeli na waungaji mkono wake. Mapema jana siku ya Alhamisi Machi 27, 2025, kamanda wa kikosi cha Quds cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC amesisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ikiwa thabiti katika msimamo wake wa kuunga mkono kadhia ya Falastini kupitia uungaji mkono wa moja kwa moja kwa vikosi vya mukawama na kwa operesheni za kijeshi kama zile za Ahadi za Kweli namba 1 na 2. Jenerali Ismail Khan ameyasema hayo siku ya Jumatano Machi 26 katika kipindi cha Mimbari ya Quds kilichorushwa hewani kwa njia ya internet kujumuisha hotuba za viongozi kadhaa wa mukawama kwa mnasaba wa siku ya kimataifa ya Quds inayoadhimishwa leo siku ya Ijumaa ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao mwaka huu imesadifiana na mwezi Machi 28, 2025, ambapo maandamano hayo yanafanyika kote duniani. Khan amepongeza operesheni ya kimbunga cha Al-Aqsa iliyotekelezwa na harakati ya Hamas Oktoba 7, 2023, akielezea kuwa ni mchanganyiko wa mukawama,
wa kwenye medani ya vita na mukawama wa wananchi. Kamanda wa kikosi cha Quds cha IRGC amebainisha kuwa operesheni hiyo iliibua dhana mpya ya umoja baina ya mirengo ya mukawama na kudhihirisha nguvu na mshikamano wa vikosi vya mukawama. Jenerali Ismail Khan ameitilia mkazo uungaji mkono usioyumba wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa vuguvugu la mapambano na mukawama na kusisitiza kwamba uungaji mkono huo utaendelea hadi litakapofikiwa lengo kuu ambalo ni kuikomboa Al-Quds. Viongozi kadhaa wa mukawama akiwemo Khalil al-Hayya wa Hamas, Ziad al-Nakhla wa Jihad al-Islami ya Palestine, Sheikh Naim Qasim, kiongozi mkuu wa Hizbullah ya Lebanon, na Abdul Malik al-Houthi wa Ansarullah ya Yemen, na pia walihutubia programu hiyo ya Mimbar ya Quds. Wakati maandamano ya kuwaunga mkono wananchi madhulumu wa Palestine yakilindima kote duniani hii leo, taarifa iliyochapishwa leo Ijumaa Machi 28 na Pars Today imesema jeshi katili la Israel ambalo lilianzisha mashambulizi mapya ya anga katika ukanda wa Gaza mnamo Machi 18 imeendelea kupuuza mito ya jamii ya kimataifa ya kukomesha ukatili wake katika ukanda huo, ambapo mpaka sasa limeshaua shahidi wa Palestina karibu 900 na kujeruhi wengine takriban 2000. Wafalestina 7 wameuawa shahidi katika shambulizi jipya zaidi la Wazayuni kwenye soko lenye shughuli nyingi katikati mwa Gaza, huku makumi ya watu wakiuawa katika wimbi la hujuma hizo katika eneo hilo hilo chini ya mzingiro katika muda wa saa 24 zilizopita, zinazoishia saa 1:30 mapema leo Ijumaa ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani asubuhi, katika muendelezo wa operesheni za mauaji zinazoendeshwa na Wazayuni. Takriban wa Palestina 40 wameuawa shahidi katika mashambulizi hayo mapya ya Israel yaliyofanywa kote ukanda wa Gaza, na hivyo kufanya idadi ya vifo kutokana na mashambulizi ya Israel tangu Oktoba 2023 kupindukia 50,200. Taarifa ya Wizara ya Afya ya Gaza imesema siku ya Alhamisi Machi 27 kwamba watu 82 zaidi waliojeruhiwa katika saa 24 zilizopita wanatibiwa hospitalini. Waathiriwa wengi bado wamenasa chini ya vifusi na barabarani, kwani waokoaji hawawezi kuwafikia, taarifa ya wizara hiyo imeongeza. Hata hivyo, ofisi ya vyombo vya habari ya serikali ya Gaza imesasisha idadi ya waliouawa shahidi kuwa zaidi ya 61,700, ikisema maelfu ya Palestina waliotoweka chini ya vifusi wanaakisiwa kuwa wameaga dunia. Katika moja ya mashambulizi yake ya hivi karibuni zaidi katika mji wa Gaza, ndege za Israel zilishambulia nyumba moja katika eneo la Al-Saftawi na kuua Wafalestina 7. Utawala huo katili unaendeleza jinai zake huko Gaza, huku ukipuuza makubaliano ya kusitisha mapigano na kubadilishana wafungwa na mateka yaliyofikiwa Januari mwaka huu. Hizi ndizo taarifa muhimu zaidi, ikiwa maandamano yanayofanyika kote duniani kuwaunga mkono wa Palestina. Jana hapa Dar es Salaam kulikuwa na kongamano lililofanyika katika Al-Mustafa International University ambayo iko katika eneo la Mbezi Beach, ambapo wahadhiri mbalimbali walihudhuria katika sherehe hizo, ambapo zilikuwa zikizungumzia wajibu wa Waislamu kuikusanya nguvu zao kwa pamoja na kuepuka hitilafu zilizo ndani ya madhehebu yetu, rangi zetu na hitilafu nyinginezo, kwani kupigania msikiti wa Al-Quds pale Jerusalem ni wajibu wa Waislamu wote, na kwenda kusali katika msikiti ule hakuhusu madhehebu, kuna wahusu kila aliyekuwa ni Muislamu. Mtu anapokwenda Maka haulizwi madhehebu yake, anatakiwa utambulisho wake uwe ni Muislamu. Kwa hiyo kupigania Al-Quds si jambo ambalo linatakiwa kufanywa kuwa ni la kimadhehebu, kwani wako watu wengi ambao wanadhani kuwa wenye wajibu wa kupigania Al-Quds, kuipigania Palestina, kupigania msikiti wa Baitul Muqaddas ni wajibu wa Mashia ambao ni Irani ambayo inaongoza zoezi hilo. Kama tulivyoanza kusema mwanzoni kwamba Mwenyezi Mungu amemwambia mtume wake na mtume waambie wa masahaba zake kwamba watakao kuja kuinusuru dini hii ni wa Irani, na hadithi ipo na Qur'ani tumesoma kama mlivyosikia. Mpaka hivi sasa Palestina ni mada kubwa zaidi kuliko mada nyingine zote duniani. Hakuna mahala popote ambapo habari za Palestina hazijafika.
Hakuna mahala popote ambapo vita vya Palestine havizungumzwi. Hizi zote ni juhudi za Iran. Iran inasimamia makundi yote ambayo yako tayari kumwaga damu zao ili kuwapigania wa Palestine na ukombozi wa msikiti wa Jerusalem. Kundi la Hizbullah la Lebanon, Kataibu Hizbullah wa Iraq na Ansarullah wa Yemen na Iran yenyewe, wote hawa wanapata support ya hali na mali kutoka Iran. Wa Palestine wenyewe mara kwa mara, Abu Ubaida, msemaji wa jeshi la Hamas, Abu Ubaida ametamka mara nyingi na kutoa shukurani mara nyingi kwa Imam Ali Khamenei kwa msaada mkubwa ambao wa Palestine wanaupata kutoka kwa Iran. Hakuna nchi yoyote ya Kiarabu ambayo imejitolea ayana kila mtu aone na wakatangaza misimamo yao kwamba wao wanaiunga mkono Palestine, wanaunga mkono mapambano ya Palestine, wakajitolea hali na mali kuwasaidia wa Palestine maana wamo katika mapambano. Hakuna anayesema maneno hayo, ingawa binafsi naamini kwamba Waarabu wengine wanasaidia isipokuwa ni kwa siri, lakini msaada ni ule unaotolewa kwa dhahiri, kwa sababu jambo lenyewe si siri. Vita viko wazi na watu wanauliwa, kila mmoja anaona. Kwa hiyo muhimu uliopo kwetu sisi Waislamu, kwanza tulitambue jambo hili na tukazane kufanya dua, kuomba tunapokutana misikitini. Almuslimu akhul muslimi, Muislamu ndugu yake ni Muislamu mwenzake. Kwa nini tunawacha peke yao? Hata dua tunakataa kuwaombea. Hata katika mimbari zetu tumenyamaza kimya. Kila mtu anatazama maudhui atakayoisema mbele ya Waislamu imuingizie pato yeye mwenyewe, sio kwa ajili ya maslaha ya Uislamu. Tunaitumia dini ili itunufaishe sisi badala ya sisi kuwa ni watumishi wa dini. Tunashukuru sana na tunapongeza Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kusimamia jambo hili ambalo lilikuwa limekufa katika wajihi wa ulimwengu na sasa imelifufua, na ninaamini kwamba Waislamu wengi sasa wana taarifa za kutosha kuhusiana na Al-Quds, kuhusiana na umuhimu wa Waislamu kushiriki katika kadhia hii, umuhimu wa Waislamu kutambua kwamba hili ni jambo lao, kila aliye Muislamu anahusika katika jambo hili. Kwa hiyo tuache, tusije tukapuuze jambo hili, tutalaumiwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu tutakuwa tumewatenga wenzetu, na hilo ni kosa, na tunaambiwa kwamba asiyejihusisha na jambo linamhusu Muislamu mwenzake basi huyo si Muislamu. Kwa hiyo tuombe Mwenyezi Mungu na tuendelee na dua zetu, kwa sababu mauaji bado yanaendelea. Haide sasa tunavyozungumza hii leo mauaji yameendelea, watu takriban 40 wameuliwa hii leo. Tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu. Kama imamu katika msikiti wetu hajishughulishi na jambo hilo, wewe binafsi kama Muislamu, Mwenyezi Mungu anakusikia. Muombe Mwenyezi Mungu, waombee wa Palestine. Soma suratul Fil, soma suratul Lahab, kumuomba Mwenyezi Mungu azivunje nguvu za hao maadui, kama alivyosema Sheikh Al-Khamis Ngeruko, naibu mufti wa Tanzania, katika jalsa iliyofanyika jana kule Al-Mustafa International University, kwamba hili ni jambo linalohusu Waislamu. Kudusi itufanye tuwe pamoja, Kudusi itufanye kuwa Waislamu, kuwe ni kitu kimoja, tuache kufarakana na nguvu zetu zije pamoja kwa ajili ya ukombozi wa Palestine. Na hasa tukiifanya Kudusi kuwa ni chombo cha kutupeleka kwenye umoja, mshikamano, na kama alivyosema Said Ali hapa kuwa yaliyopita yamepita, lakini kuna dauru ya kila mmoja wetu. Kila mmoja lazima ajue kuwa ana wajibu, ana haki ya kuifikiria Kudsi. Na mashekhe kadhaa, na yule shekhe aliyotoka Lebanon, Sheikh Qasim, na vile vile alisema maneno kama haya. Ikhtisar. أولاً الوحدة حاجة للمسلمين، لكل المسلمين دون استثناء، والوحدة هي نصيحة من الله سبحانه وتعالى ومن النبي. Tuwe wamoja, madhehebu kila mmoja ana yake, na haya madhehebu sio anwani ya Uislamu. Anwani ya Uislamu ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo. Allah